Ndani ya kiwanda cha Apple, jinsi iPhone 17 Pro Max rangi ya chungwa inavyotengenezwa. Je, umewahi kujiuliza simu yako hutoka wapi kabla haijafika mfukoni mwako? Karibu kwenye mtazamo wa kipekee ndani ya viwanda vya Apple, ambako moja ya simu za kisasa zaidi duniani, iPhone 17 Pro Max, hutengenezwa kwa umakini wa hali ya juu. Leo nitakupitisha katika safari kamili ya uzalishaji, kuanzia malighafi zinazochimbwa ardhini hadi kwenye laini za kisasa za kuunganisha kifaa kabla hakijafika mikononi mwako. Mimi ni Boldancer. Kutengeneza iPhone si kazi ya kiwanda kimoja pekee, ni mfumo mkubwa wa kimataifa wa uzalishaji. Apple hushirikiana na mamia ya wasambazaji kutoka nchi mbalimbali duniani. Ubunifu wa iPhone huanzia huko Cupertino, California, lakini vipuri na malighafi husafiri kutoka pande zote duniani hadi kufikia viwandani. Vipengele muhimu hutoka maeneo yafuatayo. Processor na chip hutengenezwa Taiwani na kampuni ya TSMC. Skrini za kuonyesha hutoka Korea Kusini kupitia Samsung na LG. Kamera hutengenezwa Japani na kampuni ya Sony. Kumbukumbu na hifadhi ya data hutoka Japani na Korea Kusini. Kioo cha mbele hutengenezwa Marekani, Kentucky na kampuni ya Corning. Hatua ya mwisho ya kuunganisha simu hufanyika zaidi nchini China na India kupitia washirika wa Apple kama Foxconn na Pegatron. Ubora wa iPhone hutokana na aina ya malighafi zinazotumika. Kwa iPhone ya 17 Pro Max, Apple imeongeza matumizi ya malighafi zinazorejelewa, ambapo takriban 30% ya vifaa vyote hutokana na urejeleaji, yani recycling. Metali na alloy. Aluminium hutumika kwenye muundo wa nje wa simu. Sehemu kubwa ya aluminium hutokana na urejeleaji, huku aluminium asilimia ikitoka madini ya bauxite yanayochimbwa Australia na Brazil. Titanium hutumika kwenye sehemu zinazohitaji uimara mkubwa. Titanium huchaguliwa kwa sababu ni nyepesi lakini imara sana. Lithium na cobalt ni muhimu kwa beti za lithium ion. Madini haya hupatikana zaidi Chile, Argentina na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa iPhone 17 Pro Max, Apple hutumia lithium na cobalt zilizorejelewa kwa 100%. Madini adimu, rare earth elements, hutumika kwenye spika, mitetemo ya Hypertic na sumaku nyingi zinatoka Asia Mashariki. Dhahabu na shaba hutumika kwenye saketi za ndani kwa ajili ya kuunganisha umeme, nyingi zikiwa zimerejelewa. Kila kifaa kidogo, hata kile kisichoonekana, kina mchango mkubwa katika utendaji wa simu. Malighafi zinapowasili kiwandani, mazingira hubadilika kuwa ulimwengu wa roboti na teknolojia ya hali ya juu. Mashine za kisasa hufanya kazi kwa usahihi wa kiwango cha microns. Hatua kuu za uzalishaji ni pamoja na uchongaji wa muundo wa simu, CNC machining. Vipande vya titanium na aluminium hukatwa na kuchongwa kwa mashine za CNC ili kutoa umbo sahihi la simu, pamoja na nafasi za kamera, vitufe na antena. Ufungaji wa vipengele vya ndani. Bodi kuu ya mfumo, kamera, betri na chip huwekwa kwa msaada wa roboti zenye usahihi wa hali ya juu. Ufungaji wa screen na ulinzi wa maji. Screen huunganishwa kwa teknolojia ya utupu ili kuzuia hewa na vumbi, huku mihuri maalum ikihakikisha simu inakuwa sugu dhidi ya maji na vumbi. Upimaji wa ubora. Kila iPhone hupitia majaribio makali, ikiwemo majaribio ya kudondoshwa, shinikizo na uchunguzi wa program kabla ya kuidhinishwa. Baada ya kufaulu majaribio yote, iPhone hupakiwa kwa kutumia vifungashio vya karatasi vinavyolinda mazingira. Program husakinishwa, namba za kifaa huandikwa na simu hutayarishwa kwa usafirishaji kote duniani. Kuanzia madini yanayochimbwa ardhini hadi teknolojia hali ya juu ya viwandani, iPhone 17 Pro Max ya titanium ya rangi ya machungwa ni matokeo ya ushirikiano wa kimataifa, ubunifu na sayansi ya hali ya juu. Hiyo ndio safari ya kifaa kimoja pendwa na wengi duniani, kutoka ardhini hadi mfukoni mwako. Mimi
ni Ibrahim Rajab. Call me Ball Dancer.